Leo nina furaha ya ajabu jinsi Mungu anavyosema. Nina furaha sana kwa sababu kufika mahali hapa. Sema amen. Maana ni mkono wa Mungu. Sema amen. Kuna wale wametamani, kuna wale wako hospitalini, miguu zilifungwa juu mwaka mzima. Kuna wale wanatumia hewa ambao wanatiliwa pumzi. Kuna wale wanaikaa katika vilio mauchungu. Lakini mimi na wewe Bwana amechurumia. Kwa kuwa tuko mahali hapa tumekaa. Bwana Yesu apewe sifa. Wengine hata kukaa ni shida. Wengine kutembea ni ngumu. Sema amen. Lakini mimi na wewe tumeiona siku ya leo. Kwa hivyo kuna siku ama kuna wakati ama safari ingali ipo ya kwamba tutasonga mbele na uwepo wa Mungu. Sema amen. Nataka niende katika maandiko mafupi tu. Fungulia kitabu cha Isaya nabii. Maandiko yanasema vizuri ya kwamba huyu nabii Isaya anazungumza. Anasema basi alikuita wewe ambaye uko mahali hapa, katika mapito ambapo unayopita, katika mishale ambayo unayopita, Mungu amekuita siku ya leo upate kukombolewa katika damu ya Yesu. Kuna mambo ambayo yamekuwa mazito, kuna mambo ambayo yamekuwa ni giza, kuna mambo ambayo yamekuwa ni vilio. Kumbuka alikuita katika jina, akakwambia mwanangu, ninakukomboa siku ya leo. Utapita katika maji mengi, nami nitakuwa pamoja nawe. Kwa hivyo Bwana anakusudi na maisha yako, anakukomboa katika mahangaiko ulio nayo, anakutoa katika vilio ulivyo navyo, anakutoa katika mahangaiko unayolia. Leo Yesu anakukomboa. Mungu anaingia ndani mwako. Haleluya. Kuna watu wamepotelea ndani ya fedha, kuna watu wamepotelea katika maisha ya ulimwengu. Ninakwambia siku ya leo, dada yangu, ndugu yangu, Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Ijapo unapita katika bonde la ufa, ijapo unapita katika vilio, ijapo unapita katika mahangaiko, Bwana anakukomboa. Jehova anakukomboa, anakuondoa katika mahangaiko ulionayo kwa muda mrefu. Sema amen. Mungu ana uwezo kutengeneza njia. Kuna mambo watu wengi wanasumbuka, kuna watu wengi wanaomboleza ndani ya mioyo zao. Ni kwa nini? Ni kwa nini? Ninakwambia siku ya leo, haijalishi jinsi ulivyo, maana Mungu alikuita katika jina yako, akakwambia mwanangu ambaye uko mahali pale wewe Eunice, Mungu alikuita akakwambia siku ya leo unakombolewa katika maji mengi. Bwana anakuongoza. Bwana anakuwa wewe mtoto wake. Anajua hakika unamtumainia. Yale machungu uliyo nayo tena, maana hutayaona tena. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanahangaika. Unapotoka kule nje unajua watu wana shida. Watu wanasumbuka usiku na mchana. Wanajiuliza watafanya nini. Lakini mimi na wewe tuko mahali hapa. Bwana ametuonea huruma tu. Ni kwa sababu amekujua katika jina lako. Kristo anasimama katika neno lake. Anakuambia jambo utapita katika mambo mengi, lakini Bwana atakukomboa. Atalisha itakuwa ni vilio, lakini Bwana atakukomboa. Atalisha itakuwa ni vita, lakini Bwana atakukomboa. Atalisha mishale zitainuka, Bwana atakukomboa. Haleluya. Haleluya. Hata micheko uwekewe, Yesu atakukomboa tu. Bwana Yesu asifiwe. Maana alishakujua na akaweka muhuri wewe ni mtoto wake. Sema amen. Mganga anafanya kazi ya bure. Anasema anahangaika usiku na mchana jinsi anavyokusumbua usilale. Nakwambia siku ya leo, hata hiyo kazi yako ambayo iliisha, wakasema utapata kazi nyingine. Hata wale ambao wanafanya biashara, wakasema mtaendelea. Ninawaambia siku ya leo, nawaambia siku ya leo, Bwana anawakomboa. Bwana anawakomboa. Anawapatia amani mpya, anawapatia kasuma wapya katika maisha yenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana nafurahi nabii Isaya. Nampenda sana mtu wa Mungu huyu. Kama sio nabii Isaya, wewe labda singelikuwa mahali hapa. Kwa ujumbe wake niliweza kutakasika. Kwa ujumbe wake niliweza kupona. Kwa ujumbe wake alinitoa mahali pagumu. Hata wewe dada yangu ulio mahali hapa, kuna magumu ambayo unapitia, lakini Bwana anakujua, amekukomboa, 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 amekukomboa.
askofu tunajua labda leo hata amka na labda ataendanga ima kienda. Lakini bado Yesu ananikomboa katika kila siku. Ananikomboa tu. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame imara kwa sababu Yesu anatupenda. Ametukomboa kwa damu yake Yesu Kristo. Licha mawimbi yanakuwa mengi, licha mambo yanazidi, lakini hakuna wakati Mungu atakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Maana anakujua kwa sababu amekukomboa. Amekutoa mahali pazito kupitia damu yake Yesu Kristo. Amekutoa katika milima, amekutoa katika huzuni. Yesu amekukomboa. Yesu amekukomboa. Hiyo ndoa yako mama yangu, Yesu anaikomboa. Watoto wako, Yesu anawakomboa. Ile vitu zilipotea, Yesu anazikomboa. Zinarudi tena. Zinarudi tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukakata tamaa ya kwamba tumefika mwisho. Usikate tamaa ya kwamba wewe huwezi. Usikate tamaa ya kwamba siwezi kufika. Usikate tamaa kwa sababu utakiri. Usikate tamaa kwa sababu watakusema. Jua kwamba mtetezi mmoja ni Mungu tu, aliyekukomboa kwa damu yake Yesu. Mwanadamu yeye atakuongea tu. Mwanadamu hataki kuleta leo, kesho atatoka na yeye. Lakini Yesu hakuna siku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumekombolewa kwa damu yake. Mimi nikifika mahali pale naonanga ni nini kingine kigumu? Yesu alisema amenikomboa. Na akanijua kwa majina yangu. Na akanipitisha katika majaribu mengi na akanitoa pale. Na akanikomboa. Hata wewe unakombolewa. Shida ulio nayo ni kidogo, Yesu anakukomboa. Sema amen. Ijapo unapita katika matatizo, tusifike katika matatizo tukate tamaa. Tusifike ya kwamba kazi hakuna unakata tamaa. Usifike kwamba umefika mwisho unakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine ndio wajua hapo miaka zilizopita, miaka mpaka na leo hii hawajawahi kata tamaa kwa maisha yao. Wao wanasema kazi iko, kazi hakuna. Yaani wamezidi kumtumainia Mungu. Na huyo Mungu wanayemtumainia hawajawahi kosa chochote. Mungu anafungua milango kwa zote. Sema amen. Tangu Kevin alikuja mahali hapa Simedi alipata kazi tu mara moja. Hakuwahi pata kazi tena, lakini hakukufa moyo. Kazi yake anatumika hapa kwa madhabahu. Yeye anafanya kazi yake na haina malipo yoyote, lakini Mungu anaweza kumsaidia. Sema amen. Anamtendea wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Atakuja atende kazi, ajitolee. Atakuja aunganishe mitambo. Wakiwa pamoja na ndugu Jobo mali hapa, watajitolea kufanya na hakuna malipo yoyote, na bado Yesu amewakomboa. Wanaishi kwa neema ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, tusio watu ambaye tunakata tamaa. Useme kwamba kanisani nimeenda, sijaona usaidizi wowote. Wacha Mungu akupiganie. Sema amen. Amen. Wacha Mungu afungue milango zako. Hakuna jambo lililo nzito machoni pa Bwana. Ile ni wewe kumtafuta kwa bidii. Unaporudi nyuma, unapokata tamaa, unapoangalia ukishangaa, unatiniangalia vile kunienda, basi ni kwa vile unarudi nyuma. Na ndio vile shetani anafurahia. Anasema mimi huyu nilimuweza, hata katika huo mtu hatavuka, hata katika nini hata simama, maana nilimtega nyara. Kuna wengine wametegwa nyara mpaka tena biashara zao inapofika Sunday hawezi kumkimbilia Mungu. Wanasema hapa ndio maisha yao, hapa ndio Yesu yao. Ninakwambia mpendo, hapo umekosea. Vitu vyako havitaenda vizuri. Mungu alitengeneza wewe mwanadamu kwa siku 6. Siku ya 7 ni kumtumikia. Kama ni kazi ofisi funga, kama ni biashara funga, kama ni watoto wafungie. Waambie tunaenda kanisani, maana hii ni siku ya wewe kufunguliwa. Tutalia, tutahangaika, tutauliza Mungu ni kwa nini? Ni kwa nini nilianza na mimi sisongi? Kwa nini nilitaka msaada wako lakini Bwana hukunifungulia? Ulipokuwa na bidii, ulipokuwa uliomba, ukafunga ukakesha, Jehova akafungua. Na je, baada ya kufungua ulifanya nini? Halo. Mama mimi, baada ya kufungua ukafanya? Ukarelax. Sema amen. Sasa itakuwa imeisha kabisa. Askofu mimi, niombee biashara yangu iende vizuri.
Bishop, niombee kazi yangu haiende vizuri. Kule kazini vita vimeinuka. Niombee. Why? You see? Kama nikukomboa kwa damu yake Yesu, kama nikuita kwa damu yake Yesu, what is happening? Nini kinachoendelea? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Na je, ulipokombolewa na nini kwa kuja kumtolea Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo ndio zile vitu zinafaa tujiulize. Baada ya kukombolewa, wacha yuko nini? Unaenda wapi sasa? Unastahili fanya nini? Unastahili usimame wapi? Mambo ya Mungu ni magumu sana. Amen. Amen. Unapokombolewa kwa damu ya Yesu, unakombolewa na mali yako yote. Unakombolewa na watoto wako wote. Unakombolewa na pesa zako zote. Hakuna pesa yako mpendwa. Hiyo ni yako. Bibi say hata leo hii mimi nikienda naenda na kitu. I will go like this. Watu sasa mnaenda kuniletea nguo nyingine kubaya. Kumepasuliwa huko nyuma. Tapa. Kutobucho shifu unaitwa shiwongo. Na nilikuwa kwa vitu zangu mzuri. Smart. Sasa dakika mwisho. Yaani you are nothing. Lakini kwa sababu umekombolewa kwa damu ya Yesu, tembea ukijua umekombolewa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mama, neno la Mungu msingi wake ni mtamu zaidi. Tuache kutangatanga. Roho wa Mungu amenimunika sana mali hapa. Watu ambao wanatangatanga huko na kule. Kuna watu mali hapa wanatangatanga. Wakishafika kule kutangatanga, wanakujanga na ujumbe linayetakia. Tumesikia wamesema kia naita. Wamesema ati jana mareni. Hati wamesema ati Josephine. Hati wamesema wewe Mary. Nani amesema hiyo? Nani hiyo amesema? Wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tulikombolewa kwa damu ya Yesu na Mungu akatoka mtu mmoja mahali hapa ambaye ni nabii wenyu Flora Vienna. Lisha nitazaa watoto mahali hapa. Watatembea katika nyayo ndugu zangu. Na watafanya kazi kulingana jinsi vile niliwachilia. Ambapo ni neema ya Mungu juu hao. Je, wewe ni nani mpendwa? Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kutafuta kwa nabii mwingine huko. Uliacha ujumbe wa mahali hapa. Hapana. Wacha kutangatanga. Tuache kutumiwa upendwa. Tunapotumikiwa hatutafanya vizuri. Tusitumiwe na mwovu shetani. Shetani anaweza kukunasa. Shetani anaweza kukufunga. Shetani anaweza kuona kwamba wewe ni kitu tu. Lakini unaweza kunasika katika mahali pabaya. Nenda ukajaribu hivi ukafanya hivi. Ukimsalimia tu ni hivyo atakuwa ameisha. Hakuna mpendwa. Kilichotakasika na Mungu, mpendwa uwezo ukafanya chochote. Huwezi kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia kama ndio yote mapito niliyapita. Na nikashinda nikapata degree. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Maybe labda ukuja tu na njia nyingine tofauti. Sasa wabundiki wenyewe na sarendanga. Sasa ni hapo dawa ndio utaweza kweli. Hallelujah. Can you imagine wabundiki anasarenda? Sasa wewe wadawa hujatoboa kweli. Tuachane nayo. Bwana Yesu asifiwe. Tuachane nayo kwa sababu mimi nilikombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Huduma hii ilikombolewa kwa damu ya Kristo. Hakika hatutafadhaika na chochote na wala hatutarudi nyuma. Hata licha majaribu yaje yawe milima, bado yote tutasimama. Bwana Yesu asifiwe. Hata licha nikiumia katika nyama ya mwili wangu ama mifupa, bado mifupa zangu zitahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alipasa Ezekiel akamwambia kwamba nenda ukatabiri kwa mifupa mikavu. Haleluya. Basi zile mifupa mikavu ziliweza tena kupata nyama. Nyama kwa nyama ziliweza kuunganika na ikafanyika kuwa mwili wa mwanadamu. Sema amen. Hata mpendwa, tumoe vitu vibaya. Yesu atatakasa. Sema amen. Tusipoe na tamaa. Tamaa iliua fisi, si ndio? Tamaa iliua fisi. Hebu tokako mahali hapa. Yes. Nilienda wewe ndako kwa Ezekiel na hiyo ati nilisikia. Roho alionyesha utaingia kwa nani? Hakuna. Imagine hakuna mahali utaingia. Atakwambia kaa chini mbele uchini yako ba.
Sometimes anaweza kata simu na choka masikio. Hello, askofu. Nilikuwa kwa maombi ya mahali. Kwa tumeenda mahali. Wewe niambie bishop nilikuwa kanisani. Mungu akanifungulia hii. Si? Yes. Chini. Yes. Lakini nilikuwa mahali Mungu akanifungulia. Wapi? Mbona sikufunulia uko hapa? Hali zote amenijulisha Baba. Salama. Ama. Yesu. Wakati tunakombolewa na Yesu Kristo, anawachilia neema ya kipekee ndani ya maisha yako. Anawachilia mwanzo mpya. Haleluya. Maana ulikuwa katika uzinzi, Bwana akakuondoa mahali pale. Ukawa ndani ya kilio, Bwana akakuondoa mahali pale. Ukawa katika misukosuko, Bwana akakuondoa mahali pale. Akakwambia nimekukomboa kwa damu ya Yesu. Katika vilio tena hutaviona, maana utaishi katika mkono wangu mimi Yesu wako. Haleluya. Nini ingine unaogopa? Unaogopa nini? Kama Yesu amesema utaishi kwa neema zake, na wewe utakuwa wake. Sema amen. Unatembea bila kuogopa. Kwa kuwa wewe ni mali ya Mungu. Sema amen. Basi nashukuru sana Nabii Isaya huyu. Ninamfurahia sana mtume wa Mungu. Maana katika matakwa yake, hakika mimi niliweza kutembea na kupona. Sema amen. Kuna wakati ambapo niliishi katika magonjwa zaidi. Nikajua sasa mimi ni mwisho wangu, mimi sitasimama tena. Nikajua mimi nitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa mwaka wa 2010. Nikasema mimi ninaenda. Maana nimejaribu, mimi nimeshindwa. Nilikuwa nakuja kanisani na mwavuli. Nilikuwa natembea na mwavuli. Sikuwahi choka siku moja. Nikasema mimi nitaenda. Nitavuka barabara. Wakati tulikuwa na mkute mahali hapa. Tulikuwa tunavuka mahali pale. Mahali pale sisi tulikuwa ni kwa mti. Ninakuja mahali pale na mwambie Mungu. Hakika tuweza kuvuka mahali pale. Nimeshuka ndani ya matatu. Nitavuka mahali pale. Lakini Bwana yeye ni nani? Maana nikasema kwamba na nikuita katika mkono wangu. Na nikakukomboa katika mikinyororo. Na nikakuita katika majina yangu. Utavuka, utafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu aliniokoa wakati huu, na bado anazidi kunitendea, bado anazidi kunifanya, bado anazidi kunifinyanga, ni kwa sababu ya mkono wa Mungu. Sema amen. Au imagine 2010. Kama sioni shida yangu ni saa hii 2010. Sema amen. But I'm still there. Sijakata tamaa. Sijakata tamaa. Maana Baba ananitetea. Sema amen. Mtu anaziona labda sio kama nianza jana, huyu juzi afya. Bwana Yesu asifiwe. Sipo anachoka kufunga. Sipo anachoka kuomba kwa sababu nina maumivu. Sipo kuchoka kuja kanisani kwa sababu nina maumivu. Nilizidi kumtumainia Mungu mpaka the last minute. Sema amen. Ile tupenda bado nasema Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunapokombolewa kwa damu ya Yesu tusiogope.